Mheshimiwa, kwa nini mmefanya hili? Ni jambo la wazazi. Mimi nasema jukumu la kuajiri walimu ni la serikali. Ndio Mheshimiwa. Na serikali kuu, na ninyi mnapokuwa na mahitaji maeneo mengine mnatumia mapato ya ndani. Kwa nini mnaacha walimu walipwe na wazazi? Hebu tuambieni walimu wanaojitolea mnawalipaje? Mheshimiwa, kwa nini mmefanya hili? Ni jambo la wazazi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza nakiri katika utaratibu tuliouweka ni kwamba kuna mambo mawili. Tulifanya vikao pamoja na bodi za shule kwa ajili ya kusimamia mambo mawili. Moja ni pale ambapo kuna mahitaji ya ziada na shule tumeweka mikakati ya kufaulisha zaidi, wataweka walimu wa ziada. Jambo la pili ni kuhusiana na swala la chakula, kuhakikisha kwamba wanafunzi wote katika shule zetu zote za halmashauri ya Mpimbwe wanakula shuleni na hakuna mtoto yoyote anakosa chakula shuleni. Haya ni mambo mawili ambayo tulikubaliana na bodi za shule kuhakikisha kwamba kila shule inaweka mkakati pamoja na kushirikiana na wananchi kupitia ile mifumo ya kijamii, na baada ya hapo utekelezaji unafanyika. Ninyi mna mapato ya ndani, kwa nini mnafanya walimu wanaojitolea walipwe na wazazi? Jambo la walimu kufundisha shuleni limekuwa ni jambo la wazazi. Mheshimiwa mkuu wetu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kweli halmashauri ya Mpimbwe kwa miaka ya nyuma tulikuwa tuna mapato ya chini sana kiasi kwamba asilimia iliyokuwa inakusanywa ni ndogo. Tumejitahidi, kwa sasa hivi tumeongeza mapato yetu na mwaka huu tunatarajia kukusanya bilioni 5. Cha kwanza tulichoanza ni kuboresha miundombinu. Ndani ya halmashauri yetu tulikuwa tuna zaidi ya maboma 78 ambayo yamejengwa na nguvu za wananchi. Tumetenga zaidi ya milioni 360 kuhakikisha kwamba maboma hayo yanakamilika. Na sio hivyo tu, ukiangalia hata katika mtiririko wetu wa majukumu yetu tulivyotenga, tumefocus kwenye maeneo mawili: elimu na afya, kuhakikisha kwamba miundombinu katika maeneo haya mawili yanakamilika. Tumekubaliana kwamba baadhi ya maeneo wananchi watusaidie, lakini namna ambavyo tunaongeza mapato yetu, tukikamilisha mambo ambayo ni ya msingi na wananchi walishaweka nguvu zao pale, maboma yapo ni mengi. Hii ni njia ya kuwapa moyo kwamba siku nyingine tukikubaliana kwamba tunajenga, basi na wao wanaweza kaongeza nguvu. Kwa sasa hivi tumetenga fedha hizo na tutaenda kukamilisha, na baadaye kwa namna mapato yanavyoongezeka tutabadilisha utaratibu, na sasa tunaamini elimu itaweza kuwa na nafasi kubwa zaidi katika mapato yetu ya ndani. Mheshimiwa Mkurugenzi, unanipeleka kwenye maboma, kwenye afya, kunitoa kwenye reli. Mimi nasema jukumu la kuajiri walimu ni la serikali. Ndio Mheshimiwa. Na serikali kuu, na ninyi mnapokuwa na mahitaji maeneo mengine mnatumia mapato ya ndani. Kwa nini mnaacha walimu walipwe na wazazi? Kwa sasa hivi tulikubaliana kwamba tuanze kuhakikisha kwamba maboma yote yanakamilika. Tutakapokamilisha upande wa maboma tuingie upande wa elimu. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi tupo tayari kupokea maelekezo, na kwa sasa hivi kwa kuwa tuko kwenye kipindi cha kufanya mabadiliko ya bajeti na kuingia kwenye bajeti mpya, tuko tayari kufanya mabadiliko na kuhakikisha kwamba haya nayo yanaingizwa katika utekelezaji. Mheshimiwa Waziri Mkuu, panapo na nyongeza, palipo na mahitaji ya walimu, serikali zetu za mitaa zichukue jukumu. Tumepokea Mheshimiwa. Tusiwakoseshe, tusiwape shida wazazi, tusiwape kazi wazazi ya kufanya jukumu la serikali. Tumepokea Mheshimiwa. Na mkuu wa mkoa, sijasema wale walimu wanaofundisha wakafukuzwe, wala sijasema walimu wale waondolewe. Serikali zetu, kila halmashauri tuna mapato ya ndani. Tutumie mapato ya ndani kuhakikisha tunaendelea kuboresha haya mazingira. Sasa nikiondoka hapo nije nipate taarifa tena wanafunzi wanapata shida, mmewaondoa walimu wao, huo utakuwa ugomvi mpya. Hatufanyi hivyo Mheshimiwa.